asifiwe. Nasema hivi, Yesu awapa wanafunzi wake raha. Andika ndio. Wale habari wageni. Haya bana. Abaranzi basiungu sipa. Koroko. Kanisa sifu sana. Amen. Murame. Murame mauko murame. Muramenya. Timumenya. Basi ndababiri zinajanja. 11 ngapi? 11 mstari wa 28. Mstari wa 28 Mathayo anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa jina mimi naitwa Amon Kitundu Mori. Izina na joto kwa kandabili ditwa deda. Sema amina. Amina. Iyo ni izina likubali kandabili ditamutse. Bayo rero ushangara kukarohura ukaromba ntugira ubwoba hamagara usatiye mugabo deda ndi wewe se nta maki gutanda baba turahana makeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana mazina yanje ni maswali. Kadeda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Somo letu linasema kwamba Yesu anawapa raha wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yakasubira mwanacheo. Ule mstari wa 28 anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anawaelekeza. Yesu anatoa utaratibu. Hapa wote ni wanafunzi wa Yesu. Sema amina. Amen. Hapa wote ni wanafunzi wa Yesu. Kabisa. Ukanzi mugabagabo, umugoragore, inkumi, igikwere, umwana, pasita, sikofu, mchungaji, mwalimu, mwinjilisiti, shemasi, muririmvyi, wote ni wanafunzi wa Yesu. Sema amina. Amen. Sasa Yesu anawaonyesha maeneo ambayo yana raha. Wajifunze kwa Yesu. Wanyenyekee chini ya mkono wa Yesu, wajifunze kwake. Baada ya kujifunza kwa Yesu, watapata raha nafsini mwao. Alisema ya kwamba walilemewa na mizigo ya dhambi, lakini anawaambia kwamba mzigo wa Yesu ambao yeye anatupatia ni mwepesi, na nia ya Yesu ambayo anayo kwetu ni laini. Kwa mfano, tunaweza kusema ingata. Haingata yuwa wana kuvyasi ni kukuta yu. Sasa
debe na zile ng'ombe ziko zinaburusha, alafu zinachimba chini. Nisaidie kusema amina. Amen. Nira ya Yesu ni laini, sio kama ile nia ambayo wanafunga ng'ombe. Bwana Yesu atuhurumie. Amen. Yesu atuhurumie. Amen. Anatufundisha nira ya Yesu ni laini. Kwa nini Yesu anasema kwamba tujifunze kwake halafu na nira ya Yesu ni laini? Kuna nira ambayo inaweza kuwa nzito ikasumbua kubeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ila kwa matatizo ya kusukuma ikashindwa. Lakini Yesu anasema mzigo wake Yesu ni mwepesi, sio mzito. Sema amen. Amen. Nini maana ya kusema mzigo wa Yesu ni mwepesi? Zilikuwa sheria ambazo watu wa madini walikuwa nazo. Biblia inaniambia kama Mafarisayo walikuwa na mtindo wa kubebesha watu mizigo mizito, wao wenyewe hawaweki kidole. Asika na kula kabila kwa Afrika tukana kwa watu wao. Wewe ni mzara mingi mingi. Lakini Yesu anasema kwamba mzigo wa Yesu nilo ya Yesu ni laini. Na mzigo wake ni mwepesi. Walikuwa na mizigo wanaibebesha watu ya sheria. Sema amen. Amen. Si kwamba sheria bado zilikuwa ni mzigo. Lakini Biblia inaambia kwamba wao walikuwa hawayafanyi yale ambayo wanaambia watu. Hebu fikiria kwa mfano, yule mwanamke aliyekamatwa alikuwa anafanya uzinzi na yule mgwana. Walichukua yule mama wakampeleka kumshitaki kwamba kwa sheria ya Musa na utaratibu wa Musa sisi, mtu akipatikana anafanya uzinzi porini au popote pale akipatikana, yani siku zake zimekwisha. Wakampeleka kwa Yesu. Yes, huyu tumemkuta anafanya uzinzi, ukahaba, umaraya. Sasa kwa sheria yetu ni kufanya nini? Ni kuuawa. Yesu kwa kuwa ni mpole na mwepesi na mwingi wa huruma anayesamehe, akawatazama. Biblia inasema kwamba akainama. Alipoinama wale watu wakachoma mioyoni mwao, akawaambia asiye na dhambi au ambaye hana makosa au wapata kumtupia mawe. Nisaidie kusema amina. Amen. Wale watu wakainuka pole na kuondoka. Maana ile sheria ilikuwa ni nzito. Sheria kali, sheria ya manyanyaso. Wao wenyewe wakiyafanya na kificha. Ukijiuliza swali, mtu anaweza kufanya uzinzi peke yake? Hapana. Yaka mwonyesha. Mtu yote uzinzi peke yake. Anaitwa mzinzi akiwa na mwingine. Kabisa. Lakini angalia, kwa sababu sheria zao zilikuwa ngumu na wao wenyewe wakifuata, waliamua kwenda kumshitaki. Sasa yule mbaba mwenyewe mbona hakumleta? Unaona jinsi walivyo Mafarisayo. Wanafiki. Eti wameshika sheria za Mungu. Wabaya, waharibifu. Wanasema tumemkamata. Sasa yuko wapi ndio mkamata naye hapa? Hakuna. Yesu akawapa swali. Sasa asiye na dhambi aanze kutumia mambo. Wote wakakiuka. Sema amen. Amen. Mzigo wa Yesu ni mwepesi. Halafu Yesu ni mpole. Wamole nisaidie kusema amen. Akamhurumia mama yule. Akamwambia, tangia leo hii sheria imekuumiza. Lakini toka hapa usirudia kufanya nini? Mzigo wa Yesu ni mwepesi na Yesu ni mpole, tena mpole wa moyo. Sema amina. Amen. Yesu ni mpole wa moyo na ndani ya Yesu kulikuwa matunda na Roho. Kisoma ile Wagalatia 5 mstari wa 19 na 20. Hebu nisomee hapa. Tunda la Roho ni nini? Ni upole. Soma hapo. Nisomee hapo. Galatia 5
Anasema Galatia 5:19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi. Amen. Amen. Soma 23. 5:23. 5:23. Upole kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hiyo upole kiasi wengine wanaiambatanisha. Lakini kuna hiyo nafungua sema. Sema amina. Amina. Usisema upole kiasi halafu kwanza kwenda kufundisha kwamba unatakiwa kwa elimu na wewe ni bifore unokoro nyingi. Ela niko nasoma. Hata kusoma somo upole kiasi maana yake akaanza ulinifunzi na chao ndio mmoke. Upole kinajitegemea. Kiasi inajitegemea. Yesu alikuwa mpole na mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipompiga, walipomchukua, walipomdhihaki, walipompiga makofi, walipomtemea mate na wakamfumba macho, wakasema, tabiri, ni nani aliyempiga huko amemtia macho hivi? Yesu alikuwa mpole. Alinyamaza kimya kwa sababu ndani yake kulikuwa na tunda la upole. Makusudi kutafuta wewe na mimi. Sema amen. Amen. Luka 20:45 na 47. Wewe mfisutu agano nikutora kusabuzo utora. Mnasi munjirizine. Luka 20:45-47. Andiko yanasema 45 hadi ngapi? Hata 47. Na watu wote walipokuwa wakimsikiliza, aliwaambia wanafunzi wake, jilindeni na waandishi wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu na kusalimiwa masokoni na kuketi mbele katika masinagogi na viti vya mbele karamuni. Wanakula nyumba za wajane na kwa unafiki, kusali sala ndefu. Hao watapata hukumu iliyo kuu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema ile 45, na watu wote walipokuwa wakimsikiliza, aliwaambia wanafunzi wake, jilindeni na waandishi wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu na kusalimiwa masokoni na kuketi mbele katika masinagogi na viti vya mbele karamuni. Wanakula nyumba za wajane na kwa unafiki husali sala ndefu. Hao watapata hukumu iliyo kubwa. Mungu atuhurumie. Hebu tupe mtoto chakula. Kama ni pepo likimbie. Kama ni pepo likimbie. Nafasi hiyo ya kulia. Maziwa yapo, matiti yapo. Acha kuficha. Kabla yako hiyo. Hatutaki watoto wapige kelele. Sema amen. Sema amen. Kama watu wanazoea, wanaposikia kelele wanafurahi sana. Lakini wakati tunapokuwa kwenye neno la Mungu, hebu tulia. Yale tumani mbele mapema. Mungu bila
aliwakataza. Yesu aliwaona hawafai, wanawasumbua watu, ndio wale wanayefanya masheria ya vibano. Hususan ukiangalia maeneo mengine, watu ambao walikuwa na matatizo kama ya ugonjwa wa mwili, wa ngozi, umwembe, wewe waona kwamba wewe ni najisi wa Mungu. Pale ndio tukufu kwimana afise kibamenya kiko ali wala wala kwa mwembe ndio tukufu kwa afise ni imani atengwe. Unaona wanaweza kumnya sana. Amen. Lakini Yesu kwa kwani mpole na mnyenyekevu wa moyo, hao watu aliwakumia, aliwakaribisha, aliwapenda. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Mathayo 23 mstari wa kwanza. Mathayo 23 mstari wa kwanza. Yesu anawakosoa hawa na sheria anawakosoa. Ombi hapo 23 mstari wa kwanza. Alikasema 23 mstari wa kwanza. Kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake akisema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yeyote watakayowaambia miyashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, maana wao unena lakini hawatatenda. Amen. Amen. Bwana Yesu tuhumie. Hao Mafarisayo hao, Yesu anawaambia mnapo watakaposema yale ambayo wanawaambia myashike, lakini kwa matendo yao msikubali, maana wao husema maneno ya Biblia na huku wanayakataa. Yesu mwenyewe alisema ni mwana wa Mungu, wakakataa. Yesu alisema nilitoka kwa Mungu, wakakataa. Yesu alisema kabla Musa na Ibrahimu hawatakuwepo, mimi nilikuwepo, kasema na kufuru. Mwana wa Musa tena jambo la Mariamu ni kwa sumba Ibrahimu na wa Musa, wakasema na kufuru. Maandiko vitabu vya Torati vinazungumza, lakini wao hawakubali, wanakuwa rafiki, wanadumia sana. Yesu ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Amen. Anasema tujifunze kwake. Mtu anayejifunza kwa mwingine, na maana kwamba yule mwingine ndiye mwalimu. Kama ni kutembea, utatembea kama yeye. Kama ni kusema, utasema kama yeye. Kama ni kuwaza, utawaza kama yeye. Sema amina. Amen. Petro alikuwa mwanafunzi wa Yesu, lakini katika alikuwa mwanafunzi wa Yesu alichanganyikiwa. Wakati wa mambo yalipokuwa magumu, akaanza kumkataa Yesu. Waliokuwa pembeni walimwelewa kwamba huyu tendo yake ni kama Yesu, sema yake ni kama Yesu. Petro akakataa kuwa mfano wa Yesu. Bwana niumie. Petro akakataa kuwa mfano wa Yesu, kwa sababu mimi mtu huyo mnayemwambia simjui. Uwe